Familia ni nyumba ya Mungu. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera. Katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Karolo Lwanga Segerea iliyopo jimbo kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 12:30 ya jioni. Na kumbuka kwamba kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea. Na kwa kwanza tutaanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuokoe katika maovu yetu. Amina. Mpenzi msikilizaji wa Radio Maria, leo tunakwenda kujadili juu ya mada isemayo jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia. Jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia. Na katika mada hii tutajikita katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza tutatazama juu ya maana unyanyasaji. Sehemu ya pili, aina za unyanyasaji. Lakini pia tutaona kwa kina namna ya kutatua changamoto hizo, lakini pia tutaweza kuona hitimisho kwa ujumla. Moja kwa moja twende kwanza kuona nini maana ya unyanyasaji. Tukisema unyanyasaji tunamaanisha kitu gani? Unyanyasaji ni vitendo mbalimbali vinavyodhoofisha au kubeza jambo fulani. Aidha, katika familia ni vitendo mbalimbali kama vile maneno yasiyofaa kwa jinsia nyingine. Aidha, inaweza ikawa kwa mume au kwa mke, ama kwa watoto, ama kwa yeyote yule. Unyanyasaji huu unaweza kutokea katika muktadha au mazingira tofauti tofauti katika maisha. Kwa mfano, sehemu za kazi, nyumbani, shuleni au kwenye taasisi mbalimbali kama vile taasisi za kidini, taasisi binafsi, kadhalika pia taasisi za kiserikali. Katika unyanyasaji huo, wahanga wakubwa wa unyanyasaji wamekuwa ni wanawake. Kwa nini? Mimi na wewe tunaona kwamba wanyanyasaji wakubwa ama wanyanyaswa wakubwa ni wanawake. Katika Agano la Kale tukisoma tunapata picha ama linatupa picha ya maisha ya mwanamke katika pande mbili. Mosi, mwanamke anaonekana kuwa ni duni na hali ya mwanamke kijamii ni hali ya chini kabisa. Lakini pili, upande huo wa Agano la Kale linamuonyesha mwanamke katika nafasi ya kipekee katika historia ya wokovu. Na hapa tukijikita katika nafasi ya kwanza ambayo jamii zetu zinachukua maana hiyo, mwanamke anaonekana kuwa ni mtu duni na wa hali ya chini katika jamii kwa sababu nyingi tu, lakini leo tutazamie sababu kubwa 3. Sababu ya kwanza, Biblia iliandika katika jamii ya wahenga ambapo wanaume kwa kawaida walikuwa na mamlaka na majukumu ya uongozi. Aidha, kanuni za kitamaduni za Israeli ya kale mara nyingi zilikuwa wanawake katika nafasi ya chini. Kwa hiyo watu wanachukua kwamba mwanamke amechorwa ama ameonyeshwa kwamba ni kiumbe dhaifu kutoka katika maandiko matakatifu, ambapo si kweli. Ya pili ni hadithi na sheria katika Agano la Kale. Hizi zinaonyesha ni kanuni na maisha ya kikabila. Kwa mfano, sheria kuhusu ndoa, urithi na uhusiano wa kijinsia
mara nyingi zinawapatia ama zinawatia wanawake katika nafasi ya chini na kusisitiza hadhi yao ya chini katika jamii. Tatu ni tafsiri potofu, ama kwa Kiswahili cha kisasa tungeweza kusema kwamba ni tafsiri sepetushi ya kitabu cha Mwanzo. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 16 nitanukuu: kisha akamwambia mwanamke, nitakuzidishia maumivu ya mimba zako, kwa uchungu utazaa watoto. Tamaa yako itakusukuma kwa mume wako, naye atakutawala. Mwisho wa kunukuu. Sasa tafsiri potofu ama sepetushi kivipi katika Mwanzo 3:16 ni kwamba baada ya anguko la mwanadamu katika dhambi, Hawa ama mke wa kwanza ama mke wa Adamu analaumiwa kwa kuwa ndiye chanzo. Na sasa wanawake wa Agano la Kale wanahusishwa ama wanashushwa hadhi kwa madai ya kusababisha dhambi katika ulimwengu ama dhambi duniani. Huo ni uongo, kwa sababu hiyo sio tafsiri sahihi ya maandiko matakatifu, sio tafsiri sahihi ya Biblia takatifu. Hata hivyo, tunasahau ama wanasahau kwamba kupitia mwanamke huyo huyo tumeokolewa. Na hapo katika Agano Jipya ndipo unakutana na mwanamke Bikira Maria ambaye anakuja kumzaa Yesu Kristo ambaye ndiye anakuwa mkombozi. Na hayo yote yanakuwa yakitabiriwa pamoja na manabii. Ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya 14 ambapo anatabiri kuzaliwa kwa Mwokozi kupitia kwa bikira mwanamke, na bikira huyo ndiye mama yetu Bikira Maria. Kwa hiyo kupitia Bikira Maria, mwanamke huyo huyo, tunapata wokovu. Mara baada ya kuona sababu hizo kuu tatu ambazo mwanamke anaonekana kuwa ni duni katika hali ya kijamii, tuone sehemu ya pili, aina tatu kuu za unyanyasaji, kwa licha ya kwamba zipo aina mbili. Lakini kabla ya kwenda kutazama aina hii, mpenzi msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, kipindi hewani ni familia ni nyumba ya Mungu, na mada kuu jioni hii ya leo ni jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia. Jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia, nami Frateli Josefu Eliadi Mkola. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kuona aina tatu za unyanyasaji ambazo tunaweza kuziona, licha ya kwamba ziko aina mbalimbali ama ziko aina nyingi. Aina ya kwanza ni unyanyasaji wa kimwili. Aina ya pili ni unyanyasaji wa kingono, na aina ya tatu kwa siku hii ya leo itakuwa ni unyanyasaji wa kihisia au kisaikolojia. Unyanyasaji wa kihisia au kisaikolojia. Tuanze na aina ya kwanza ya unyanyasaji wa kimwili. Hii ni kitu gani? Hii ama unyanyasaji huu unahusisha kupiga mtu, lakini pia unahusisha kumnyima mtu haki zake za msingi kama vile chakula pamoja na malazi. Aidha, unyanyasaji wa namna hii unaweza kuleta athari mbaya za kimwili kwa mwathirika au kubwa zaidi katika mahusiano. Ukisoma katika maandiko matakatifu, Injili kadiri ya mwandishi Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi 31, tunaona watu wawili, kuna tajiri pamoja na Lazaro. Tajiri huyu anashindwa kumhudumia Lazaro ambaye alikuwa ni maskini, ijapokuwa alikuwa anayo nafasi ama uwezo. Nitanukuu katika 16 Luka aya 21 ambapo anasema, hata mbwa walikuwa wakiramba vidonda vyake. Hata mbwa walikuwa wakiramba vidonda vyake. Mwisho wa kunukuu. Hii ina maana kwamba tajiri huyu alishindwa kumhudumia Lazaro katika namna ya kimwili. Kwa hiyo alikuwa akimnyanyasa. Matajiri, narudia tena,
tuna haki za kuwasaidia maskini ama yeyote yule mwenye shida ama hitaji la kimwili, kwa sababu utajiri wetu huo ambao wewe unao ama mimi ninao ni kwa sifa na Mwenyezi Mungu, si kwa matakwa yetu ama si kwa nguvu zetu. Kwa hiyo tuna wajibu. Tukifanya kinyume, tunafanya unyanyasaji wa kimwili. Unyanyasaji wa pili ni unyanyasaji wa kingono. Na hapa kwetu hili ndio limekuwa sasa hivi ni kama jambo ambalo linazidi kukua siku hata siku. Sasa hiki ama aina hii ni unyanyasaji wa namna gani? Huu ni unyanyasaji unaohusisha matumizi yasiyofaa wa mtu mwingine kwa nia ya kukidhi tamaa ya ngono bila ridhaa au kibali, ama nia ya kukidhi mahitaji ya mwili bila ya idhini ya mtu mwingine ama mhusika huyo mwingine. Yaweza kuwa mwanamke kwenda kwa mwanaume, ama mwanamke kwenda kwa mwanaume, ama mwanamke kwenda kwa mwanaume. Yoyote yule anaweza kufanya unyanyasaji wa kingono. Na katika namna hii ni kwamba kuna shinikizo la mabavu ama matumizi ya nguvu ama ya kisaikolojia. Na aina hii ya unyanyasaji hutokea baina ya watu wazima kwa wao ama watoto na watu wazima, lakini pia baina ya watoto wanaoingia katika utu uzima. Na aina hii ya unyanyasaji wa kingono unaitwa ubakaji. Aina hii ya unyanyasaji wa kingono unaitwa ubakaji. Ukisoma katika katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 2356 utaona hiyo. Na unyanyasaji wa namna hii umekuwa ukitokea sana kama inavyoripotiwa mara kwa mara kwa vyombo vya habari hapa nchini kwetu Tanzania. Na zaidi utakuta cha kushangaza, unakuta ni kwamba baba amemwingilia mtoto wake wa kumzaa. Yaani baba amekwenda kulala na mtoto wake wa kumzaa, unyanyasaji wa kingono. Ama mama amemshawishi kwa nguvu kijana wake wa kiume kwa ajili ya kulala naye. Wote huo ni unyanyasaji wa kingono. Tunakwenda wapi? Aina ya tatu ni unyanyasaji wa kihisia au kisaikolojia. Unyanyasaji wa kihisia au kisaikolojia. Huu ni unyanyasaji unaohusisha kumtendea mtu kikatili kwa muda mrefu, hali inayomfanya ahuzunike na kusikitika. Mfano, kumtukana mtu, yaweza kuwa ni sehemu ya kazi ama popote pale, kwa sababu ya namna alivyo, kama vile ni maskini, ama vile kwa sababu unamzidi akili, ama kwa sababu wewe una mafanikio zaidi kuliko wewe. Lakini pia kumkosea mtu, na zaidi kwa makusudi. Lakini pia kudhoofisha kujiamini kwake ama kwa mtu huyo, na kudunisha mafanikio yake. Unaweza kukuta mwenzako amepata dili niseme, ama amepata namna ya kumuingizia kipato, wewe unaingia katikati, unaharibu mpango wake wa kupata mafanikio. Huo ni unyanyasaji wa kihisia ama unyanyasaji wa kisaikolojia. Mpenzi msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada jioni hii ya leo ni jinsi ya kutatua changamoto, moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, pamoja nami Frateri Josefu Eliadi Mkola. Mpenzi wa msikilizaji, baada ya kuona aina hizo tatu za unyanyasaji unaoweza kutokea katika muktadha tofauti ama mazingira tofauti katika maisha ya mwanadamu, ni vyema sasa, kulingana na mada yetu hii ya jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia, twende sasa kuona namna gani tutaweza kutatua changamoto hizo. Lakini kwanza tuone, tukizungumzia unyanyasaji katika familia kwa kina, tunamaanisha kitu gani? Unyanyasaji katika familia ni aina mbalimbali za tabia zenye madhara ambazo hutumiwa kudhibiti au kumdhoofisha mtu mwingine. Narudia mpendwa msikilizaji, ni aina mbalimbali za tabia zenye madhara ambazo hutumiwa kudhibiti au kumdhoofisha
mtu mwingine. Unyanyasaji huu unaweza kujumuisha mambo mbalimbali katika nyanja mbalimbali za maisha. Mbali na unyanyasaji ule wa kimwili, wa kingono pamoja na kisaikolojia kama tulivyoona, katika familia kunaweza pia kuwa na unyanyasaji wa kiuchumi. Hapa kwa mfano, mtu mmoja anaweza kuwa ana hali nzuri ya kiuchumi ambayo hali hiyo ikampelekea kumnyanyasa ndugu yake ama mwanafamilia mwingine kwa sababu tu yeye ana kipato kikubwa ama ana kazi nzuri. Lakini pia inaweza kuwa mtoto mmoja anapokuwa na uchumi mzuri anamnyanyasa mwenzake, kaka anamnyanyasa dada, dada anamnyanyasa kaka kwa sababu tu ya hali ya kiuchumi ama kipato. Lakini pia unyanyasaji mwingine ni unyanyasaji wa shutuma pamoja na lawama katika familia. Hapa katika unyanyasaji wa shutuma ni kwamba unakuta mtu mmoja anashutumiwa kwa sababu ama kwa mambo yasiyo ya kweli. Mathalani, mwenzake ama kaka anamshutumu dada aliyeolewa katika familia nyingine kwamba hapati watoto kwa sababu anajihusisha na masuala ya kishirikina ili aweze kupata mali. Shutuma katika familia. Mpendwa msikilizaji, unyanyasaji katika familia haubagui na unaweza ukatendeka kwa mtu yeyote bila kujali rangi, utambulisho wa jinsia, dini au tabaka la kijamii au la kiuchumi. Basi, mpendwa msikilizaji, mara baada ya kuwa tumeona unyanyasaji katika familia kwa kina, sababu zake, aina zake, sasa twende kuona namna ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia. Nitafanyaje ili niweze kutambua kutoa changamoto hizo katika familia? Kwa haraka tu, familia kwa maana ya moja kwa moja ama picha ambayo inakuja kichwani yaweza kuwa ni muunganiko wa baba, mama pamoja na watoto. Lakini mpendwa msikilizaji, kwa muktadha wa maisha ya kwetu ya Afrika ama kwa familia zetu za Kiafrika, familia ni swala mtambuka sana ambalo linahusisha baba, mama na watoto wote wanaohusiana kwa damu. Mfano bibi, babu, shangazi pamoja na mjomba. Yaani watu wote wanaohusiana kwa damu. Wazungu wanasema extended family. Ikiwa swala la unyanyasaji katika familia linahusisha wote walio katika familia bila kujali na aina gani ya familia katika mrengo wa kiutamaduni. Mpendwa msikilizaji, sasa sababu hizi nitakazo kwenda kujadili hapa ndizo sababu ama namna kubwa za kuweza kutatua changamoto hizo za unyanyasaji katika familia. Licha ya kwamba ziko nyingi tu, lakini leo tuone sababu kubwa 4 za kuweza kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia. Sababu ya kwanza ni elimu maadili ama maadili ya elimu. Sababu ya pili ni kukuza dhamiri. Sababu ya tatu ni kutambua hadhi. Na sababu ya mwisho ama sababu ya 4 itakuwa ni kuwajibika. Tuanze na sababu ya kwanza ambayo ni elimu maadili. Hapa tuna maana ya kwamba elimu ya maadili itolewe kwa wanafamilia, jinsi ya kuishi tunu njema za maadili. Elimu hii ina maana kwamba lazima tuweze kuwa wapya kila siku na kuweza kufundisha wanafamilia tunu njema za maadili zilizojikita katika mashauri ya Injili, lakini pia zilizojikita katika mafundisho ya mababa wa kanisa. Mfano Mtakatifu Agustino wa Hippo, yeye kwa mfano anapozungumzia ama anapofundisha juu ya familia katika ndoa, anatoa masuala ama mambo makubwa 3. Kwa ndoa kwanza ni kwa uzuri wa watoto, anasema bonus ploris, kwamba ndoa ni kwa ajili ya uzuri wa watoto. Sasa kama kuna uzuri wa watoto, maana yake nini? Maana yake watoto watakaopatikana katika familia wapewe elimu maadili ama wapewe maadili yaliyo mazuri na bora kulingana na mafundisho ya Injili ama kulingana na mafundisho ya maandiko matakatifu. Ya pili, Mtakatifu Agustino wa Hippo huyu anasema kwamba katika ndoa huko kwamba uzuri wa sakramenti yenyewe
kama chapa ya ndoa, kwa maana kwamba ndoa ni ya milele na sio swala la muda tu. Anasema kwamba ni bonum sacramenti, kwamba uzuri wa sakramenti yenyewe, kwamba panapokuwa na mke mmoja na mume mmoja, ndani yake ni sakramenti ya ndoa. Kwa hiyo kitawazoweza kuwatenganisha hawa ni kifo tu, nje na hapo ni mpaka milele. Kwa hiyo elimu ya maadili lazima itolewe kwa wanandoa hawa. Na swala la tatu ni uzuri wa uaminifu, kwamba kila mwanafamilia hasa wenye ndoa kuwa waaminifu wawapo ndani ya ndoa na hata nje ya ndoa. Elimu maadili katika ndoa. Siku hizi kumekuwa na changamoto kubwa sana. Baba akienda kikazi pengine nje ya mkoa ama nje ya mkoa, lazima awe na mchepuko. Na hii imekuwa kwa wengi sana. Ukichukua wanawake 10 ama wanaume 10, basi 5 ama nusu yao utakuta wanafanya namna hiyo. Kama mimi ni mwongo, itazame mwenyewe. Ukienda kufanya kazi nje na sehemu yako, maisha yako yakoje? Mtakatifu Agustino wa Hippo anatuhimiza juu ya uaminifu katika ndoa, elimu maadili. Lakini pia mambo mengine katika elimu kama vile utu wema, upendo baina ya familia na mwamko chanya katika uhusiano mzuri kati ya tabia ya mtu binafsi na tunu hizo za maadili ya elimu njema. Sasa maadili hayo utayapata wapi? Katika familia, maana yake utayapata katika msingi wa familia, baba, mama na watoto, lakini pia katika mashauri ya Injili, kwa maana ya katika maandiko matakatifu. Sababu ya pili ama namna ya kutatua changamoto hizo, sababu ya pili ni kukuza dhamiri. Wazungu wanasema conscience, kwamba ni sauti ya ndani kabisa ambayo Mwenyezi Mungu anazungumza nawe, kwako wewe pamoja na kwangu mimi. Iwe kijana, uwe mzee, uwe mtoto, uwe mtu mzima. Na dhamiri hii ikiwa ni taasusi muhimu katika akili ya mwanadamu inayomsaidia kujua jema na baya. Kwa hiyo wanafamilia wakipata elimu hii katika kukuza dhamiri zao zikawa hai, watakuwa wema na wataona vibaya kutenda mabaya baina ya wanafamilia, lakini pia wataona vibaya kutenda mabaya kwa watu wengine nje na familia yao. Katika vijiji mbalimbali kumekuwa na kesi nyingi ambazo unakuta familia moja imeingia migogoro ama mafarakano na familia nyingine kwa sababu hawana undugu, kwa sababu hawana ujirani. Na kukuza dhamiri huku tutakupata ama tutaweza kujifunza zaidi kupitia kusoma neno la Mungu na kufanya matendo mema. Mafundisho ya Kanisa Katoliki yanatuambia kwamba kupitia neno la Mungu, Mwenyezi Mungu anazungumza pamoja nasi. Hivyo ile dhamira, ile sauti ya Mwenyezi Mungu ndani yetu tutazidi kuipata, kwa sababu tutakuwa tukiisikia sauti ya Mwenyezi Mungu kila uchwao, kila siku, kila wakati, pamoja na mahali popote. Sababu ya tatu, mpendwa msikilizaji, ni kutambua hadhi. Kutambua hadhi ya kila mwanafamilia kama mwanadamu. Na kama mwanadamu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukisoma katika maandiko matakatifu sura ya 1 aya 26 kitabu cha Mwanzo, sura ya 1, na hakuna kumnyanyasa wala kumkandamiza mwingine kwa namna yoyote ile, iwe kiakili, kiuchumi, kingono au kiakili, kisaikolojia, kwa sababu wote mbele ya Mwenyezi Mungu tuna hadhi sawa. Hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna mrefu, hakuna mfupi, hakuna kibonge wala mwembamba. Sote mbele ya Mwenyezi Mungu tuna hadhi sawa. Kutambua hadhi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Familia ni Nyumba ya Mungu, na mada jioni hii ni jinsi ya kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia, pamoja nami Frateli Joseph Eliadi Mkola. Tunaelekea mwishoni, lakini bado hujachelewa. Tunatambua
ama tunakwenda kuiona sababu ya 4 pamoja na sababu kuwa ni ya mwisho jioni hii ya leo, ikiwa ni sehemu ya kutatua changamoto katika kutatua changamoto za unyanyasaji katika familia, na hii ni kuwajibika. Hii sababu ya 4 ama namna hii ni ya kuwajibika. Hii ni moja ya njia ya kutatua changamoto katika familia, kwani kila mwanafamilia akiwajibika katika majukumu yake ya kila siku, kuanzia jua linapochomoza mpaka linapozama, kila moja atajipatia mahitaji yake. Tuache uvivu, kuwajibika. Hivyo hakutakuwa na muda kumfikiria mwingine vibaya, kwa sababu kumekuwa baadhi ya magenge mengi tu kwa sababu tunashindwa kuwajibika. Pia kazi ikiwa ni kipimo cha familia, 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 familia bora yenye hofu ya Mungu ndio msingi imara wa miito na pia nguzo ya maisha yetu ya Kikristo. Familia zetu ziwe mfano bora. Familia, 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 familia bora yenye hofu ya Mungu ndio msingi imara wa miito na pia nguzo ya maisha yetu ya Kikristo. Familia zetu ziwe mfano bora. Familia ni nyumba ya Mungu.